Waumini wa kanisa la The Light World Mission Tanzania wameiomba serikali kupitia Jeshi la Uhamiaji mkoa wa Mwanza kumwachia kwa dhamana askofu wa kanisa hilo Fredrick Osoro, kwani anadaiwa kushikiliwa na jeshi hilo kwa zaidi ya siku 5. Miongoni mwa waumini hao waliotembelea ofisi ya shirika la kutetea haki za binadamu SWOT wamelieleza shirika hilo kutoonekana kwa askofu pamoja na mkewe. Naitwa Mchungaji John Kasimbi, ni askofu jimbo la Msoma, lakini pia ni katibu mkuu wa Light World Mission Tanzania. Tumefika hapa tukiwa na lengo moja tu la kutaka kujua askofu wetu mkuu alipo. Askofu wetu Fredrick Osoro, tunakumbuka alikuwa na kesi kadhaa na hizo kesi zilionekana baadaye, na hasa kesi iliyokuwa iliyomalizika hivi juzi tarehe 12 ilikuwa ni kesi ilikuwa inahusiana na mambo ya uhamiaji. Baadaye hiyo kesi mahakamani iliondolewa kwa sababu serikali iliona kwamba haina maslahi nayo. Hivyo basi wakaamua kuifuta ile kesi. Wakaruhusiwa wakaondoka yeye pamoja na mke wake. Tangu kesi ilipoisha mpaka tarehe 20 alipohitaji kwenda uhamiaji ili akachukue vielelezo vyake, walimhitaji aende immigration au ofisi za uhamiaji ili kupata vielelezo vyake. Na kweli alivyoenda alitia akaenda tarehe 20 uhamiaji ili kwenda kuchukua vielelezo au dokumenti zake, lakini tangu siku hiyo mpaka tunapozungumza hajaonekana. Hatujajua kama amefunguliwa mashtaka mahali popote. Tumeripoti ofisi ya mkuu wa mkoa kutoa taarifa hizi, malalamiko yetu, kupaza sauti yetu kwa mkuu wa mkoa, lakini mkuu wa mkoa ametupa maelekezo twende ofisi kwa RPC, na tumefika kwa RPC. Wamesema baada ya mazungumzo ya muda mrefu wakatushauri twende uhamiaji. Na tunakumbuka kipindi cha nyuma kidogo tulijaribu kuwasiliana kwa njia ya simu na ofisi za uhamiaji, lakini ofisi za uhamiaji hawajatupa ushirikiano. Mimi kama katibu mkuu, mwenyekiti wangu amekamatwa, sijapata taarifa zozote. Leo ni karibu wiki nzima sina taarifa zozote ofisini kujua kama yuko wapi na ana tatizo gani. Kama ni ile kesi ya uhamiaji ilishaamuliwa, na kama uhamiaji ndio amemshikilia baada ya kuwa amekwenda kuchukua zile dokumenti zake, basi tupate taarifa. Jina langu naitwa Mchungaji Samuel Lioba. Natokea kanisa la The Light World Mission Tarime. Pia ni katibu wa kanda kwenye ushirika wetu. Nasikitika sana hapa nilipo, sina amani. Siku 7 sina mawasiliano na askofu wangu, sijui ameenda wapi. Kwa mara ya mwisho naambiwa taarifa tu kwamba alienda kupokea dokumenti zake ofisi ya migration. Tangu hapo simu yake ikazimika, mpaka leo hatujaipata. Nimeomba serikali, nipaze sauti hii, serikali mtusikie, mtusaidie, tumpate ameenda wapi. Kama ni kizuizini basi tujue ni kizuizini gani, kuliko kukaa bila kujua alipo na alichukuliwa akiwa amefuata dokumenti zake za kesi iliyopita, kesi ambayo alikuwa ameshinda tarehe 12, afu tarehe 20 akaenda kufuata dokumenti akachukuliwa. Tangu hapo pamoja na mke wake Pamela Osoro, yeye ni askofu Fredrick Osoro, askofu mkuu. Nasikitika sana, hapa nilipo sina amani, yaani nina majonzi mimi. Kwa majina naitwa Dorothy Fredrick. Mimi ni mtoto wa askofu Fredrick Osoro. Niko hapa nikipaza sauti yangu, nikiomba msaada kwa serikali. Tunaomba serikali tusaidie kwa sababu tulipokea taarifa kuwa baba yetu pamoja na mama yetu wametoweka nyumbani, na ni siku 7 sasa zimepita, mpaka sasa hivi hatujui walipo wala simu zao hazipokelewi. Na taarifa zote tulizokuwa nazo ni kwamba walishikiliwa na watu wa immigration, waliitwa wakachukua dokumenti zao kwa sababu walikuwa na kesi mahakamani, na ile kesi ilifutwa kwa sababu haikuwa na ushahidi wa kutosha. Lakini baada ya hapo tukashangaa wameitwa, na baada ya kwenda
hawajarudi tena nyumbani. Mpaka sasa hivi simu zao hazipatikani, hatujui baba alipo wala mama alipo. Na cha kusikitisha zaidi, mama wakati anachukuliwa aliondoka akamwacha mtoto hospitalini. Mtoto alikuwa anaumwa na hakuwa na taarifa yoyote mpaka sasa hivi. Tunaomba mtusaidie sana tuweze kuwapata wazazi wetu, hatujui walipo. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la SWOT Manga Msalaba alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari leo hii ofisini kwake, ameviomba vyombo vya dola kuingilia kati ili kulinda haki za binadamu. Taasisi yetu ilipata taarifa wiki iliyopita kwamba mchungaji Osolo Andrew Frederick ameshikiliwa na watu wa uhamiaji kuishi nchini bila vibali. Sisi kama taasisi tulifuatilia vizuri kuhusu taarifa hiyo. Kuna uvunjifu wa haki za binadamu au vinginevyo. Mimi kama mkurugenzi wa shirika hili ninajaribu kutoa wito kwamba kwa serikali kuangalia kwa upana zaidi juu ya mambo kama haya. Mimi ni waombe kabisa vyombo vya dola viingie kwa kina, afu waangalie huenda kuna kitu kingine kwenye jambo hili. Waandishi wa habari walipojaribu kutafuta ukweli wa jambo hilo kutoka jeshi la uhamiaji na kumpigia mkuu wa uhamiaji mkoa wa Mwanza, na haya ndio yalikuwa majibu yake. Yeye tumetaka labda tusaidie jambo, akasema yeye si msemaji, tukaamua tuje kwako moja kwa moja. Mimi niko safarini, sina details za kutosha kuweza kusema kwa sababu jana leo siko ofisini, kwa hiyo sijui nini ambacho kinaendelea. Basi lakini kuna mtu anazidi kusota, na baadaye askari wako walimtelekeza kule, wakamtelekeza Silali, wakamwacha kwamba leo watarudi pale kwa sababu amekataliwa huko ili tuondoke naye, na wamemwacha kule na yuko mahabusu. Amewekwa mahabusu kwa kosa gani tena? Siko ofisini na siko katika nafasi ya kuzungumzia kitu wakati niko nje ya ofisi.